katika kanisa Full Gospel Bible Fellowship makao makuu ya Sam Nujoma Mwenge Salaam Jumapili siku ya Bwana. Inafurahisha siku hii kuwa miongoni mwa maelfu ya watu waliokusanyika mahali pamoja wakimsifu Mungu kwa nyimbo nzuri na kumwabudu katika roho na kweli. Siku ya Bwana tumwabudu, tumshangilie, tumtukuze na kumsifu. Siku ya kwanza ya juma twashangilia, Bwana Yesu kafufuka, mauti ameshinda. Malaika alishuka kutoka juu, shangwe na akalikalia. Walinzi wote nao walitetemeka, kwa wingi wa hofu wakawa kama watu kabisa. Katika kaseti hii utasikia mafundisho ya neno la Mungu katika siku mojawapo ya Bwana yakiletwa kwetu na askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, Askofu Zakaria Kakobe. Hakika hutakuwa ulivyo baada ya neno hili lililojaa nguvu ya Mungu. Fungua moyo wako kupokea chakula cha kiroho tunapomkaribisha sasa Askofu Zakaria Kakobe. Tumwombe Mungu. Mungu wetu, asante kwa sababu umetufundisha juu ya kuomba mara nyingi, na hata tena na tena tumesikia kutoka kwako kuhusu kuomba. Na wengi wetu hata sasa umetutumia kwa kipekee kutokana na maombi yetu. Umetufundisha kuomba tangu tulivyokuwa watoto wachanga kiroho, na hata maisha yetu yamekuwa ya maombi. Tunapokuwa katika Powerhouse kila Alhamisi tumekuwa katika maombi. Tunapokuwa Jumamosi katika makanisa nyumbani tumekuwa katika maombi. Tunapokuwa katika ibada kama hii tumeomba. Amefanyika maombi mapatano tena na tena. Umetufundisha kuomba. Lakini Bwana, ninakusihi sasa kwa Roho Mtakatifu tukumbushe tena kuomba. Kwa neno lako upate kututia charge tupate kuomba, ili Bwana tupate kuona mambo makubwa uliyokusudia kwetu yakitimia katika jina la Yesu. Amen. Somo letu sasa kazi ya maombi katika ulimwengu wa roho. Kazi ya maombi katika ulimwengu wa roho. Tutajifunza somo hili kwa kuligawa katika vipengele viwili. Kwanza amna kitu kwa kuwa muombi. Kwanza amna kitu kwa kuwa muombi.
na pili kazi ya maombi katika ulimwengu wa roho. Kwanza, hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Neno la Mungu linatueleza kwamba kuna uwezekano wa kuona mambo makubwa sana. Kuna uwezekano wa watu kuokolewa katika dunia hii kwa namna ya ajabu sana. Kuna uwezekano wa kuona uamsho mkubwa sana, Kristo akiinuliwa, akitukuzwa kila mahali. Uko uwezekano wa ajabu sana. Na lolote lile tunaweza kuliona. Tukauambia mlima huu ng'oka, ukatupe baharini, ukatutii. Mkuyu ng'oka, ukatupe huko, ukatutii. Lakini hatuna kitu kwa kuwa tuombe. Hatuna kitu kwa kuwa tuombe. Yakobo sura ya 4. Yakobo sura ya 4 mstari wa 2. Yakobo sura ya 4 mstari wa 2. Mwanzo hapo mstari na mwisho tunasoma matamani. Mwanzo hapo mstari na mwisho tunasoma matamani wala hamna kitu. Tuseme wote, matamani wala hamna kitu. Wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Naweza kuona. Wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Wala hamna kitu. Wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Tukiomba tutaweza kuona mambo makubwa ya kushangaza. Sio tu ishara na miujiza. Kuona mambo makubwa ya kushangaza. Lakini tutaona sio tu ishara na miujiza. Lakini tutaona watu ambao hawajaokolewa. Tutaona watu ambao kutisha sana. Hawajaokolewa. Angalia Zaburi kwa namna ya kutisha sana. Sura ya 2. Angalia Zaburi sura ya 2 mstari wa 8. Mstari wa 8. Labda tuanze mstari wa 7 mpaka mstari wa 7. Nitaihubiri amri. Mstari wa 8. Bwana aliniambia, nitaihubiri amri mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Bwana aliniambia, uniombe ndiye mwanangu, nami nitakupa mataifa kwa urithi wako. Uniombe ya dunia wa milki yako. Nami nitakupa mataifa kwa urithi wako, na misho ya dunia wa milki yako. Bwana ametuambia, ametupa agizo, ametupa amri. Bwana ametuambia, enendeni ulimwenguni mote. Ametupa agizo, ametupa amri mataifa kwa wanafunzi. Enendeni ulimwenguni mote, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Lakini mnawezaje kufanya hivyo? Hamna kitu. Lakini mnawezaje kufanya hivyo? Mniombe. Hamna kitu. Na mkiniomba, mkifanya maombi, mniombe, nitawapa mataifa kwa urithi wenu. Mkiniomba, mkifanya maombi, nami misho ya dunia mataifa kwa urithi wenu. Mpaka misho ya dunia. Na misho ya dunia kwa miliki yenu. Ambapo injili haitapenya. Kila mahali mtapateka. Mahali ambapo injili haitapenya. Kila mahali mtapateka kwa injili. Kila mahali mtapateka. Kila mahali mtapateka. Mniombe, nami nitawapa mataifa kwa urithi wenu. Mniombe, nami nitawapa mataifa kwa urithi wenu. Unaweza kuona? Uniombe. Unaweza kuona? Yohana, uniombe. Sura ile ya Yohana 14. Sura ile ya 14 mstari wa 12. Mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Amini, amini nawaambie, yeye aniaminie, amini nawaambie, mimi kazi nizifanyazo niaminie, yeye naye atazifanya. Mimi kazi nizifanyazo mimi, na kubwa kuliko hizo atafanya,
kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Wengi wetu tunaishi hapo. Kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Wengi wetu wanashindwa kuelewa kwamba Yesu amesema. Watu wanashindwa kuelewa yale aliyofanya yeye, kwamba Yesu amesema nyakati hizi tunatarajiwa kufanya mambo makubwa kuliko yale aliyofanya yeye. Nyakati hizi tunatarajiwa kufanya mambo makubwa kuliko aliyoyafanya. Lakini kanisa, tuna watu wa ajabu duniani leo, lakini imekuwa kinyume. Kanisa hawajui ajabu duniani leo, imekuwa kinyume. Hiyo miujiza mingi na hiyo miujiza giza hapo. Hiyo miujiza mingi na hiyo miujiza na giza hapo. Ilikuwa tu zamani hizo. Miujiza siku hizi hamna. Lakini Yesu anasemaje? Ilikuwa tu zamani hizo. Mimi. Lakini Yesu anasemaje? Kazi nizifanyazo mimi. Yeye naye atafanya nini? Kazi nizifanyazo mimi atazifanya. Na kubwa yeye naye atafanya nini? Atazifanya. Asingesema tunaweza kufanya kazi kubwa kuliko alizozifanya kama asingesema tunaweza kufanya kazi kubwa kuliko alizozifanya kama asingekuwa tayari ametufungulia mlango. Anajua anachokisema na anakimaanisha. Alijua nyakati hizo nazo tutakuwa na watu vichwa ngumu zaidi. Ambao wanajifanya wamesoma. Nyakati hizo nazo tutakuwa na watu vichwa ngumu zaidi. Wana pesa zaidi kuliko wanajifanya wamesoma. Ambao nyakati wana pesa zaidi kuliko watu waliokuwepo, walikuwa na nafuu. Na nyakati nyingi Paulo mtume alipokuwa anakwenda kuhubiri, walikuwa na nafuu. Alikuta watu wapagani waabudu miungu. Paulo mtume alipokuwa anakwenda kuhubiri, kuna nafuu kuwahubiria wapagani kuliko watu wa dini waabudu miungu. Kweli? Kuna nafuu kuwahubiria wapagani kuliko watu wa dini. Ni kweli? Anakazana kukwambia mimi bwana usiniguse bwana. Anakazana kukwambia nilikwisha batizwa tangu utotoni. Wewe wakati unabatizwa uliona? Nilikwisha batizwa tangu utotoni. Wewe unasema wakati mchanga uliona? Niliambiwa na baba mtoto mchanga uliona? Aliandika kwenye notebook yake. Niliambiwa na baba hata tarehe yenyewe aliandika kwenye notebook yake. Kimeshikilia mwambii kitu. Lakini kitoto kichanga hivi watu wa dini ni wabaya kuliko wapagani. Mwambii kitu. Jaribu kuzungumza naye, watu wa dini ni wabaya kuliko wapagani. Jaribu kuzungumza naye, wanadai wanajua Biblia. Biblia naifahamu bwana. Watu mjinga kiasi gani wanajua Biblia. Masomo mengine wako tayari kujifunza. Kiasi gani anajua Biblia. Wako tayari kujifunza hata kusoma na kuandika. Masomo mengine wako tayari kujifunza. Wako tayari kujifunza historia na hesabu, lakini Biblia anajua. Kila mmoja Biblia wako tayari kujifunza kijana wa hesabu, lakini Biblia anajua. Sisi bwana tulikuwa tuna Biblia ile ya wewe kijana wa juzi Biblia umeiona hii. Sisi bwana tulikuwa tuna Biblia ile ya Kiswahili cha Mwamvita. Kila mmoja anajua Biblia, lakini angalia hawa wanaojua Biblia wanafanya nini? Wezi wa kila mmoja anajua Biblia, lakini angalia hawa wanaojua Biblia wanafanya nini? Kama wao hamna, lakini wanajua Biblia kama wao hamna. Sasa Biblia gani wanajua? Washirati na wazinzi wakubwa kama wao hamna, lakini wanajua Biblia. Sasa kujua Biblia maana yake neno hilo tayari litakuwa linakuongoza katika maisha yako. Kujua Biblia maana yake neno hilo tayari litakuwa linakuongoza wakati azishike amri zake. Neno linasema ni mwongo. Mtu akisema nimemjua wakati azishike amri zake. Sasa Mungu alijua tutakutana na watu wa dini ambao wamekwisha fanywa sugu tangu. Sasa Mungu alijua tutakutana na watu wa dini ambao shetani katika mpango wake aliona jinsi gani ya kufanya ili shetani katika mpango wake aliona jinsi gani ya kufanya ili wawai utotoni. Ni wawai watu hawa. Kabla hataja sema ni wawai utotoni awe Mkristo. Kabla hataja sema mtie msalaba awe Mkristo. Alafu nipigilie msumari hapo, wewe tayari. Nimtie msalaba ulikwisha okoka. Alafu nipigilie msumari hapo, wewe tayari. Ulivyotiwa maji yako ulikwisha okoka. Ulikwisha zaliwa mara pili pale ulivyotiwa maji yako hapo. Mimi tangu mtoto wangu ni Mkristo. Lakini waliomkataa shetani sio wewe. Maana walikuwa nalia tumebebwa. Wengine ndio wanasema tunamkataa shetani na kazi zake. Nyinyi lakini kitoto kinamkataa. Kimepakatwa hata kijui kinachoendelea. Chenye kinaona mnakipotezea muda mkinyonyesha maziwa tu. Sasa kinamkataa shetani kweli hiki?
lakini ni mbinu ya shetani ya kufanya huyo mtu sasa hata akija kuwa mkubwa ni kazi. Unamtoaje hapo? Dini nyingi zina mpango huo wa kushughulika na watoto tangu katika utoto wao, kuwaingizia kitu ambacho kiko kinyume na wokovu. Ukomunisti kule China ukomunisti walipiga marufuku kuleta dini kwa watoto wa tangu kuzaliwa mpaka umri wa miaka 18. Umri huo usiwaguse. Umri huo wasizungumziwe dini, wazungumziwe tu ukomunisti. Ukomunisti tangu kuzaliwa, ukomunisti hakuna Mungu, hakuna vitu vyote hivi ni udanganyifu, hakuna Mungu, wajazio ukomunisti. Baada ya miaka 18 wanakuambia haya, huyo angalia kama utamuingizia dini, amemalizika. Kila kitu unachokikamata utotoni kina nafasi nzuri ya kukupeleka mpaka uzee wako. Sasa inategemea unakichukua kipi. Ndio maana ukishajengewa kitu pale mwanzo ni kazi sana kutoka hapo, kazi sana. Sasa Yesu alijua, akina Paulo anawatuma, akina Petro anawatuma katikati ya watu ambao hawakuwa wa dini kiasi hiki. Walikuwa wanakwenda kwenye upagani, hakuna kabisa dini. Wakati ule dini ilikuwa kwa Israeli tu. Huko ni miungu tu. Wakishamwonyesha Yesu kama India mahali kwenye miungu ni pazuri sana kuhubiri, inakuwa rahisi kuliko kuhubiri mahali kwenye dini. Ukishaonyesha Yesu ambaye anaweza kufanya kazi kubwa kuliko ya miungu, basi wanatupa miungu yao, tayari wanamtafuta huyo Yesu. Wako tayari upesi kumkubali huyo Yesu kwa Mungu wao. Tena hatari unayoweza kuwa nayo kule India, kwa sababu wanaabudu miungu. Ukizungumza tu hivi kama waelewi, utaona kila mmoja anamkubali Yesu. Ukiwaeleza tu yuko Yesu ambaye ana uwezo wa kukupa hiki, hai huyu, kumbe wanamchukua halafu wamjumlishe katika hesabu ya miungu yao. Paka ufafanue vizuri. Lakini ukishawafafanulia wakajua la, kumbe huyu ana uwezo kuliko hawa, basi unaweza kuona. Sasa Yesu alijua tutahubiri nyakati hizi. Wamejaa watu wa dini, wanasema wameokoka tangu utoto wao, walipobatizwa utoto wao, wanasema wanajua Biblia, hawambiliki, wanasema wamesoma, wana pesa, ni wanasayansi. Alijua tutahubiri nyakati hizi. Kwa hiyo alijua sisi tunahitajika kufanya mambo makubwa zaidi kuliko aliyofanya ili tuilete dunia kwa Bwana Yesu. Ndio akasema yeye aniaminie atafanya kazi nilizozifanya, naam, na kubwa kuliko hizo. Na akasema kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Anasema kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Mimi naondoka. Kama mimi naondoka, lazima wawepo watu wa kuiendeleza kazi. Sasa haya yanaweza kufanyika katikati ya macho yetu bila shaka. Hatujaona kitu mpaka sasa. Tunaweza kuona mambo makubwa zaidi kuliko tunayoona sasa hivi. Lakini kwa namna gani? Sasa anasema mstari wa 13 mpaka 14. Nanyi mkiomba. Hapa ndio kwenye tatizo. Tunataka mambo makubwa kuliko aliyofanya Yesu, lakini hatutaki kufanya nini? Hatutaki kufanya nini? Nanyi mkiomba. Mstari wa 14, mkiniomba neno lolote. Angalia, narudia hapo. Nanyi mkiomba. Mkiniomba neno lolote. Hakuna maombi, basi mtafanyaje kazi kubwa kuliko nilizozifanya? Maana Yesu alikuwa mwombaji. Sasa kama mimi Yesu niliomba, ninyi mkumbuke hili, kama hamuombi msitegemee kitu. Siri ya ajabu sana imefichika.
maombi ya Yesu mpaka unashangaa. Yesu ni mwana wa Mungu, alikuwa na karama zote. Hamna karama ilikuwa hamna kwake. Mamlaka ya kimungu ilikuwa juu yake. Lakini utashangaa alivyokuwa mwombaji. Sasa sisi tunataka kufanya kazi alizozifanya yeye, namna kubwa kuliko hizo, lakini wakati wa maombi tunapiga miayo. Maombi tutaki, tutayaonaje hayo? Ni haiwezekani. Kama Yesu alikuwa na karama alizokuwa nazo, alikuwa anaweza kuomba maji yakageuka kuwa divai, kumwamuru Petro atembee juu ya maji, lakini akawa mwombaji wa kiasi hiki. Sasa tunafikiri nini? Maana wako watu wengine kama hivi tunawaza twende tukahubiri Boston kwenye crusade kule Marekani. Wako watu wengine wanawaza kwamba lakini hata tusipoomba Kakobe, Bwana Mungu anamtumia sana. Mtumishi huyu, Bwana anamtumia sana. Bila maombi, hakuwezi kuwa na kitu. Kama Yesu alikuwa na karama alizokuwa nazo, na yote aliyokuwa nayo tunayafahamu, lakini bado alihitaji kuomba kiasi hiki, mimi huwa naogopa. Ndio maana leo tunataka kuangalia kwa nini maombi hivi. Maombi yana kazi gani katika ulimwengu wa roho? Kwa nini kuomba kiasi hiki? Kwa nini? Hivi Mungu hawezi kufanya mambo bila maombi? Tukawa na raha tusiombe wakati wote, tukukemea wakati wote, tukuomba na kufunga? Maana Yesu taona maombi yake yalivyokuwa. Tujikumbushe maombi yake. Angalia Marko sura ya kwanza mstari ule wa 35. Uone maombi aliyokuwa naomba Yesu. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Alfajiri sana na mapema akaondoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akafanya nini? Akaomba. Bwana tusaidie sana. Sisi kwetu kuamka alfajiri imekuwa mzigo wa kulemea. Lakini Yesu aliona afadhali asilale kwenye kitanda, alale kwenye mawe ya mlima Mizeituni, ili akimkwangua kwenye mgongo awahi kuamka aombe. Akajua afadhali akosa starehe za kitanda kuliko kukosa maombi. Mambo ya ajabu sana. Asubuhi alfajiri anaomba. Hebu angalia kuomba kwake. Wakati wote anaomba. Asubuhi, alfajiri ndio la kwanza. Maombi. Mtu mwenye karama zote hizi anaamka alfajiri kuomba. Anatufundisha kwamba kweli kama hatuombi tusijidanganye. Luka 5, hata mchana wakati anafanya huduma, hakujiachilia kwenda tu na huduma. Wapi? Alipoona watu wanamsonga, nataka tu kuombewa, alijua hakuna chochote anachoweza kukifanya kama anaombea tu watu bila kuomba yeye mwenyewe, atakuwa anaweka mikono tupu mikavu. Akawa anafanyaje? Angalia Luka 5. Luka sura ya 5 mstari wa 15 mpaka 16. Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akafanya nini? Kaomba. Bado anataka kusikiliza neno, bado anataka waombee, lakini akajua kama tu anawahubiri neno bila kuomba hakuna matokeo. Kama tu anawaombea na kuwekea mikono bila maombi hakuna matokeo. Yeye kwa sababu alikuwa katika ulimwengu wa roho, anajua kazi ya maombi. Mara moja
hakujichukuliwa tu na huduma, hamna. Alijitepua, akajua hapa ataenda mkavu hapa. Wengi wetu tunajipeleka tu ni huduma. Tuko tayari kufanya mambo mengine, kimbizana nayo, hapa tuko hapa. Lakini maombi, matokeo yake hatuoni chochote. Ni wakavu, hatuoni matokeo, hatuoni kazi ya Yesu katikati yetu. Lakini yeye alijua kabisa hamna maombi, mambo yameharibika. Akajiepua, akawaacha wale wanaotaka kusikiliza neno. Lakini wengi wetu katikati yetu tuko tayari tu. Ukiambia kuhubiri wakati wote tu, haya niko tayari. Wafundishe watu wa masomo ya mwanzo, haya walete. Wafundishe watu wa masomo, haya twende. Hujajiandaa hata kanisa la nyumbani, hata hujafanya maombi, haya unabeba somo huyo. Yesu hakuwa hivyo. Alipoona watu wanahamu kusikiliza neno, akajua kama anazungumza bila maombi, maneno yake yatakayokuwa yanatoka yatakuwa ni maneno yanayoitwa mwili. Mtu akihubiri, kama mahubiri yake hayaambatani na maombi ya kutosha, maneno yake anayopeleka kwa watu yanakuwa mwili. Tuseme wote, maneno yake anayopeleka kwa watu yanakuwa mwili. Tena sasa mwili haufai kitu, umekufa. Mwili pasipo roho una uhai. Na iwepo roho, si ndio? Sasa kama unataka maneno yale unayohubiri yalete mabadiliko ya maisha ndani ya watu, lazima yawe maneno ambayo ni roho. Maana uhai uko katika nini? Roho. Roho ikiondoka na uhai umefanya nini? Umetoweka. Yesu alijua akiendelea tu kuhubiri tu hivi bila maombi, maneno yake yanakuwa mwili, na akasema mwili haufai kitu. Unaona? Angalia Yohana sasa. Yohana 6 mstari wa 63. Yohana 6:63. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Sema wote, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Tena maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Watu wengi wanakwenda makanisani tangu utoto wao, lakini wanaingia, wanatoka, hawaokoki. Tena wakitoka nje ya makanisa wanapinga hata wokovu kwamba hauko. Unaona? Tatizo ni nini? Je, hakuna wahubiri huko makanisani? Hakuna wanaosimama kwenye mimbari kutoa mahubiri? Tele, sio tu wapo, tele. Tena na majoo ya kutisha. Wanahubiri. Wamekuwa wanahubiri miaka yote, mtu anahubiriwa miaka 40-50. Lakini habadiliki, ni mlevi vile vile. Ujue tatizo hapo, yale maneno ambayo mhubiri huyo anayozungumza ni maneno ambayo ni mwili, haufai kitu. Roho ndiyo itiayo uzima. Maana yake sasa, kama mhubiri unahubiri bila mtanguliza maombi, mahubiri yako yanakuwa mwili tu. Maana yake yamekufa, hayana uwezo wote kubadilisha mtu. Maana tatizo liko ndani ya moyo wa mtu, sio katika kichwa. Kwa hiyo kama ni maneno tu ya kimwili, hayawezi kumbadilisha mtu. Jaji wa mahakama anatumia maneno ya kimwili tu. Tutakufunga miaka 20 jela na kazi ngumu.
ili ufundishe kwa wengine. Tashangaa wala haifundishe. Watu wanashangaa tu. Utakuta wengine wanasema kama hujatiwa gerezani hujawa mwanaume bwana. Unasikia? Unasikia? Kwa sababu maneno yanakuwa mwili, yakiwa na uhai, yakiwa yana nguvu ya Mungu, yana uwezo wa kubadilisha. Ndio yalimbadilisha Sauli. Akasema tu maneno machache, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Ni nani wewe Bwana anayekuudhi? Tayari, kwa sababu ni maneno ambayo ni roho, yanapenya. Biblia inasema neno la Mungu lina nguvu. Ni kama upanga ukatao kuwili. Linafanya mambo yote yaweze kuwa wazi, kama tutakavyoona sio muda mrefu hapa. Neno hilo sasa kama sio roho halifanyi kazi iliyokusudiwa. Halina nguvu. Kwa hiyo wanakuja kwa Yesu, wanataka kusikiliza neno. Sasa wanataka kusikiliza neno gani? Akajua kama nahubiri amna maombi, nitakuwa natoa maneno ambayo ni mwili. Yamekufa, hayana nguvu. Yamekufa. Kumbuka ili neno ambalo tunalisoma hapa, nyaraka tunazisoma hapa, ni nyaraka ambazo zinahitaji kufufuliwa na kufanywa kuwa hai kulingana na watu walioko. Waraka wa Paulo mtume kwa Galatia, sisi ni Wagalatia hapa. Waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso, sisi ni Waefeso hapa. Hapa hakuna Mwaefeso, wako Wasukuma na Wanyamwezi na Wagogo. Kwa hiyo kama ukilisoma tu neno tu hivi kama lilivyo, Paulo mtume akawaambia Waefeso, akawaambia hivi, neno hilo ni mwili tu, lazima livuviwe. Roho Mtakatifu lazima livuviwe. Ndio maana Biblia inasema kila neno, anasema kila neno peke yake. Kila neno lenye nini? Lenye nini? Kuna siri kubwa hapo. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. Kila andiko lenye nini? Lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Yaani kuwapeleka waende katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Lazima tuhubiri maneno, lazima tuhubiri maandiko, lakini yawe na nini? Yawe na nini? Pumzi ya Mungu. Kama tunakwenda tu tunazungumza maandiko tu hivi, itakuwa tunazungumza kitu kilichokufa. Lazima yavuviwe na Roho Mtakatifu. Lazima yawe ni roho yaweza kushughulika na mtu huyu Mnyamwezi wa sasa. Amen. Huyu hapa yambadilishe, aweze kupatia hilo neno kama lake sasa, sio la nyakati hizo, lake sasa. Maombi hamna, basi tunahubiri maneno ambayo ni mwili, hayana pumzi ya Mungu. Maana yake sio maneno ya Mungu, ni maneno yetu tu, tunayatamka tu. Mungu hayuko katika hayo. Yesu akajua kama anakwenda tu kuhubiri, anafundisha namna hiyo, watu hawezi kufaidika. Anajiepua, anaacha pilika hizo, anaenda kuomba. Sasa ndio maana anajiepua. Naweza kuona alfajiri ameamka kwenye maombi, mchana anafanya shughuli, anajua maombi ya alfajiri hajamtosha, bado anatakiwa kuomba tena. Alafu jioni tena amesharudi kwenye mahubiri na maombezi, anawaambia wanafunzi wakati wote alikuwa anataka kukaa na Yesu tu. Bwana Yesu, hubiri tukusikie.
Bwana Yesu, fundisha tukusikie neno lako tamu. Tuombe. Ndio kama watu wengine wanakuwa wanashangaa, wanasema kwa nini mtumishi wa Mungu wakati mwingine tunataka kumwona askofu haonekani? Sasa sisi tunataka tuombe. Wewe akuombe, kutakuwa na matatizo. Akuombe tu maana yake ni sawa sana kusema mama anyonyeshe tu mtoto lakini yeye asile. Atakuwa ananyonyesha hewa hatimaye. Haya nyonyo. Mtoto anavuta tupu. Mwisho anapiga kofi mama. Unanipa kitu gani nataka kionekane? Kumbe akina mama wanaofahamu ananyonyesha, alafu anafahamu kwamba hata mtoto wangu ananyonya sana na mimi niende nikanyonye, nipate kitu hicho cha kumpa. Anaenda naye anabukia uji wa ulezi, anajiweka sawa, maziwa yamejaa, ndio anakuja haya nyonya. Na kuombea watu ni hivyo hivyo, kwa sababu Kakobe sio anayeponya. Kakobe anaponya? Yesu sio mganga wa kienyeji. Yesu sio Mungu, ni mwanadamu. Anapoweka mikono juu ya wagonjwa, lazima kuwe na nguvu ya Mungu ya kuponya. Lazima uwepo wa Bwana wa kuponya upenye katika mikono yake, uende kwa mtu yule. Hakuna maombi sasa, kama tunavyoweza kuona hapa mbele, hakuna maombi tayari. Kinachofanyika, uwepo wa Mungu upo, lakini tayari hauwezi kupenya hapa. Maombi ni ufunguo, kama tutakavyoweza kuona sasa hivi hapa. Ni ufunguo, ni kama unavyofungua bomba. Bomba ukilifunga, maji yanakuja mpaka pale kwenye bomba. Kwenye bomba pale si yanafika? Hayafiki? Yanafika, si ndio? Lakini ukiangalia pale pote lile karo liko kavu. Sasa unaweza kusema hamna maji. Sasa hiyo ni sawa sana kusema hamna kitu, hamna maji hapa, kwa sababu hamjafungua bomba. Maji yako yanafika mpaka hapa. Ni wewe sasa kufungua yatelemke. Sasa maombi ndio yanafungua bomba namna hiyo, na maji yanatelemka. Hamna maombi, hamna kitu. Sasa wanafunzi wa Yesu nao hivyo. Bwana Yesu, kaa hapa utuombee, kaa hapa tuhubiri, kaa hapa tufundishe. Maombi hawataki. Hataki Yesu aombe. Kwa hiyo wakati mwingine akawa anawalazimisha. Maana akawa anaangalia, anaona huyu Yesu naye alfajiri anaomba. Mchana watu wanataka kuhubiriwa neno na kufundishwa na waombewe, anajitenga tena anaomba. Jioni tena anataka kuomba. Wakajaribu kumzuia. Hana maombi, twende tukafanye huduma. Yesu akajua jamaa hawajafahamu maombi maana yake nini, akawalazimisha. Angalia Mathayo 14 mstari wa 22 mpaka 23. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Wakati alipokuwa akiwaga makutano, hawakutaka kuondoka, hawakutaka kumwacha Yesu. Akawalazimisha. Sasa hapa si waombi, hapa si wasii, hii ni amri. Petro, Yohana, ongoza msafara, au sio mtatiwa chini ya nidhamu. Maana hawaelewi. Wanataka tu Yesu ahubiri, Yesu aombe, basi. Alipokuwa amewalazimisha amekwenda, mstari wa 23. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kufanya nini? Kuomba. Na kulipokuwa jioni alikuwa huko peke yake. Angalia, alfajiri anaomba, mchana anajiepua anaomba, jioni anaomba, usiku nako aliomba. Na usiku aliomba tena. Hapa sasa ndio kifahamu, hapa ndio gharama hiyo.
gharama hiyo. Tunataka tuzitende kazi hizo, tuutikise ulimwengu, lakini gharama hii, wanangu, tuko tayari kuikabili? Sawa, kama Yemen hiyo ni Yemen ya kweli, kama tunaitendea kazi kweli, tutaona mambo makubwa sana. Na usiku, kama walivyosema wengine hawa ambao wanapekua sana maandiko, aliomba kwa uzito mkubwa sana. Na angalia Biblia yako sasa katika Luka 6 mstari wa 12. Luka 6:12, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Bwana, alfajiri anaomba, mchana anaomba, jioni anaomba, usiku kucha maombi. Na maombi ya kwake yalikuwa ya kuugua. Analia sana na machozi. Analia. Yesu mwenye karama zote hizi analia. Analia, naomba. Na karama zote hizi, na uwezo wote huo, mwana wa Mungu analia katika maombi. Kuna siri kubwa hapo kwenye maombi ambayo hatujafahamu. Ndio maana tuombe. Waebrania 5 mstari wa 7, Yesu kwa mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, ndio maombi ya Yesu. Alikuwa naomba, alikuwa anashindana katika maombi. Ni vita, ni mapambano na ibilisi. Tunataka kuwachukua watu tuwalete kwa Yesu, ni mapambano. Anashindana. Utaweza kuona tuko hapa, utaweza kuona watu wanaomba, wako na imani, mwili hautaki kuomba. Mwili unafanya kazi ya ibilisi. Hautaki kuomba. Unataka kuomba, fanya kitu kingine. Ukiamua tu kuomba, utashangaa mwili linaleta mawazo chungu mzima. Wewe unaamka saizi ya nini? Utashangaa usingizi hapo ndio umenoga. Ile mwili linakwambia usingizi bado, malizia. Wewe zamu yako ni saa ngapi? Saa 9. Unaamka na Roho Mtakatifu amekuamsha saa 9:10. Ile mwili linakwambia malizia tu dakika 10 kidogo usingizi. Kija kuibuka hivi 12:15. Mwili ukipiga tu mwako watu unataka kuomba, kuna sauti inakwambia nenda kajisaidie kwanza. Mawazo chungu mzima ya kukutoa tu kwenye maombi. Unaona? Vyote hivyo ni vita. Mwili unashindana na sisi. Roho na mwili, Biblia inasema vimepingana. Ndio maana lazima kushindana. Shetani anajua maombi ni kitu cha kumaliza. Maombi ni ufunguo. Ni kufungua bomba na nguvu ya Mungu inaachiwa. Maneno tutakayohubiri yatakuwa ni roho. Uzima utakuja. Uwezo wa Bwana utakuwa na penya. Sasa anazuia. Kwa hiyo utaweza kuona mwili hautaki, shetani hataki, tunashindana. Hata tunatumia viungo na kila kitu. Mwili unataka kulala, kuna kulala. Mwili unataka kutupeleka. Maana wakati mwingine ukitulia na mimi unaweza kukuta mawazo yanakupeleka. Wewe uko hapa, mawazo yako Tabora sokoni. Sasa tunashindana, tutaki ile akili kuwaza mambo mengine. Tunaomba na mwili wote tunataka ushike adabu, uombe tu. Yesu alikuwa anatumia hata viungo kushindana mpaka anatoka jasho sana. Hali yake Biblia inasema ilikuwa nzito sana. Anaomba kwa kugua, halafu anatumia nguvu sana katika maombi, kiasi ya kwamba kuna na kitu inaitwa mental pressure. Vinyweleo vinatanuka. Vinyweleo vikitanuka havipitishi tu jasho, lakini vinapitisha pamoja na nini? Na damu. Ndio kwanza. Ndio maombi ya Yesu yalivyokuwa. Ndio maombi ya Yesu yalivyokuwa. Luka 22 mstari ule wa 43 kuanzia mstari wa 40.
Wanafunzi wake anawaambia waombe, wanalala tu usingizi. Mmeshinda ukesha pamoja nami hata saa moja, wakiachia kidogo wamelala usingizi. Miayo tupu. Alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mstari 40 mpaka mstari wa 45 mpaka 46 sura 22. Alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti akaomba akisema, "Ee Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki. Lakini si mapenzi yako bali yako yatendeke." Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Ameomba mpaka nguvu zinamwisha, mpaka anatiwa nguvu. Tuna wakati kweli tunaomba mpaka nguvu inatuishia, mpaka tunamwambia Bwana nipe nguvu tena niendelee. Ndivyo alivyokuwa Yesu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Kumbe kadiri tunavyokuwa katika dhiki ndio tunatakiwa kuongeza maombi, lakini wengine wakiwa katika dhiki ndio wanaacha maombi. Akaomba sana, hari yake sasa jasho lake likawa kama matone ya damu yakidondoka nchi. Alipoondoka katika kuomba kwake akawajia wanafunzi wake, akawakuta amelala usingizi. Amelala. Hawa walikuwa na waza Yesu sana karama zote. Tulale tu tunaamka basi mambo yanajipa tu yenyewe. Yesu alijua sio hivyo. Sio hivyo. Lazima kuomba. Akasema sasa, mkiniomba, nanyi mkiniomba, mkiomba lolote, aniaminie atafanya kazi nizozifanya namna kubwa hizo kuliko hizo. Lakini mkiomba sio kama mfanye maombi. Sasa kwa nini tuombe? Ndio maana tumegusia hayo tayari, kwa sababu yameumana sana hapa. Kipengele cha pili sasa, kazi ya maombi katika ulimwengu wa roho. Tumeshagusia hapa. Maombi ni ufunguo wa mambo wa nguvu ya Mungu kutenda kazi pale tunapotaka itende. Tunajua watu hawawezi kuokoka kwa nguvu za kibinadamu. Hawawezi kuokoka kwa namna tu ya kimwili. Hawawezi kupona kwa namna ya kimwili. Madawa yameshindikana kuwaponya. Wamezunguka kila mahali. Kwa hiyo jitihada za kimwili zimeshindwa kuwaponya. Jitihada za kimwili zimeshindwa, haziwezi kuwaokoa. Sasa tunataka nguvu za Mungu zifanye kazi. Nguvu za Mungu kweli ziko, lakini katika mpango wa Mungu kama bomba ilivyo, nguvu za Mungu zipo karibu na sisi kuliko tunavyofikiri. Zipo kwa ajili ya kufanya lolote tunataka zifanye. Lakini Yesu akasema, nimewapa funguo. Lolote mtakalolifungua duniani limefunguliwa, mtakalolifunga limefungwa. Ufunguo uliotupa sasa ni nini? Maombi. Ndio ufunguo. Mkiniomba mnafungua bomba. Utaweza kuona Yesu kabla akimaliza kuomba, akitoka Yesu utaona mambo ya ajabu sana yanafanyika baada ya maombi. Fanya survey. Turudi huko tulikotoka uone baada ya maombi yake yanafanyika mambo gani. Watu wanamtafuta, watu wana hamu ya kumsikiliza, watu tu wanachukuliwa tu, wanabadilishwa. Marko sura ya kwanza mstari wa 35 mpaka mstari sasa wa 42. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka kaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Simoni na wenzio akamfuata, nao walipomwona wakamwambia, watu wote wanakutafuta. Ametoka kwenye maombi, ameomba. Nguvu ya Mungu tayari imeshamfunika. Tayari watu wanafanya nini? Wanamtafuta. Ukiomba, unaweza kutoka nje kule kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyokuzunguka. Watu wakawa nakutafuta na hamu ya kusikia neno kutoka kwako. Akawaambia, twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nalitokea.
akaenda kihubiri katika masinagogi yao katika nchi yote Galilaya na kutoa pepo. Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsinda na kumpigia magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamhurumia, akanyosha mkono wake akamgusa, akamwambia, nataka takasika. Hakuna maombi marefu. Ukimwona mtu anaomba maombi mengi kumwambia mgonjwa, Bwana kweli mponye, kweli Bwana mkumbuke huyu naye, angalia jinsi alivyo Bwana, mponye Bwana we, Bwana kama sipomponya sijui itakuwaje. Kuna matatizo. Anakwenda kimwili. Hamna nguvu ya Mungu karibu hapo. Ametoka kwenye maombi ya alfajiri, amejaa nguvu ya Mungu, nataka takasika. Kwisha. Na mara ukoma wake ukamtoka katakasika. Naona maombi. Twende tuyafuatilie maombi. Yesu kabla kutembea juu ya maji, ndio maombi yaliyotangulia hapo. Yesu kabla kutembea juu ya maji, alipokwenda mlimani akajitenga faragani, akapokwenda mlimani akajitenga faragani, watangulia akajitenga faragani kuomba. Watangulia hapo ndipo alipotembea juu ya maji. Baada ya hapo ndipo alipotembea juu ya maji. Mathayo 14. Mathayo 14. Mstari wa 22 na 25. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwa ng'ambo. Naye alipokuwa makutano, alipanda mlimani faragani. Alipokwenda kuaga makutano, alipanda mlimani faragani. Kwa jioni alikuwa kwa peke yake. Na kile chombo kilikuwa jioni alikuwa kwa peke yake. Kinatapika sana na mawimbi. Maana upepo ulikuwa wa mbisho. Kinatapika sana na mawimbi. Maana upepo ulikuwa wa mbisho. Ya 4 usiku Yesu akaenda akienda kwa miguu juu ya nini? Ya 4 usiku Yesu akaenda akienda kwa miguu juu ya nini? Kabla kutembea kwa miguu juu ya bahari, kabla kutembea kwa miguu juu ya bahari, maombi ya kutosha. Uwezo wa Mungu kumfunika ukamfanya kufanya mambo yasiyowezekana. Uwezo wa Mungu kumfunika ukamfanya kufanya mambo yasiyowezekana kibinadamu. Hamna kitu kwa kuamua hilo tu. Hamna kitu kwa kuamua hilo tu. Akija kuombea watu yatatokea mambo ya ajabu sana. Akija kuombea watu yatatokea mambo ya ajabu sana. Yatatokea mambo ya ajabu sana. Yatatokea mambo ya ajabu sana. Katika Luka sura ya 5, katika Luka sura ya 5 15 bado tumesoma, lakini habari zake zikazidi kuenea na kutanika makutano mengi. Habari zake zikazidi kuenea kwa kutanika magonjwa yao. Makutano mengi alikuwa akijiepua, akaenda mahali magonjwa na watu, lakini alikuwa akijiepua. Mistari niyofuata hapa sasa na watu wakaomba. Ameletwa mtu mwenye mistari niyofuata hapa sasa, anachukuliwa na watu 4. Mtu mwenye yuko kwenye godoro, anachukuliwa na watu 4. Na kuambia ondoka ujitwike kitanda chako. Na kuambia ondoka ujitwike kitanda chake. Lakini kabla ya hapo maombi yalitangulia chake. Lakini kabla ya hapo maombi yalitangulia. Hiyo ndio siri ya maombi. Maombi ni ufunguo. Ndio unaziachilia zile nguvu za Mungu sasa kufanya kazi. Ndio unaziachilia zile nguvu za Mungu sasa kufanya kazi. Maombi ndio yanafanya hilo neno tunalipeleka kwa watu liweze kuwa ni upanga ukatao kuwili wenye uwezo wa kugawanya kabisa nafsi na roho. Tukienda tukawahubiria watu tu hivi, hamna kitu. Hamna kitu. Hamna kitu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 mpaka 13. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Neno la Mungu likienda linaofanya moyo kuwa mtupu, mpaka mtu anajiona kabisa kweli mimi ni mwenye dhambi, sifai, nahitaji msaada, na elimu yangu si kitu chochote. Lakini hakuna maombi tusitarajie chochote. Ndio maana Yesu alihitaji maombi, na alipata shida sana wakati wake, kwa sababu wanafunzi wake walikuwa wanalala tu usingizi. Kazi yote ikamlemea. Paulo mtume na karama zote alizokuwa nazo, Biblia inasema miujiza kupita kawaida Mungu alifanya kupitia kwake. Lakini wakati wote alikuwa anadai maombi. Katika crusade zake anakwenda huko na kule kuhubiri, anakwenda huko na kule. Alijua kama watu waniombei nimekwisha, hakuna kitu, sitakaona chochote, sitamwona Mungu anatukuzwa. Uzito na nguvu yote ulikuwa kwenye maombi. Na ndio maana utaona wakati wote, ndugu tuombeeni.
Ndugu, tuombeeni. Paulo mtume anahitaji maombi, anahitaji kuombewa, anahitaji support, anahitaji kuungana na kanisa waombe ili mambo makubwa yafanyike. Angalia Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 25. Wathesalonike wa kwanza 5:25. Ndugu, tuombeeni